Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na karibu katika ibada yetu ya lugha ya Kiswahili. Na ni ombi langu ya kwamba Mungu atapata kuhudumia. Ni kwa sababu ana mpango mzuri na ana mawazo mazuri ambayo anakuwazia hata wakati huu. Ujumbe ambao naenda kushiriki na wewe unasema maisha yampayo Mungu utukufu. Maisha yampayo Mungu utukufu. Na kifungu cha Biblia ni kitabu cha Mathayo mlango wa 10 na mstari wa 39 hadi mstari wa 42. Kabla sijasoma na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ulituumba tuishi maisha ya kukuabudu, maisha ya kukutumikia, maisha yatakao kupa utukufu na sifa zote. Na hata wiki hii tunajiweka mikononi mwako, ya kwamba maisha yetu ukayafinyange, ukayafanya utakavyo, na ukapokea sifa zote na utukufu kupitia maisha ya kila mmoja wetu. Asante Mungu mwenye baraka zote, nani katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Neno la Bwana katika kitabu cha Mathayo mlango wa 10 na mstari wa 39 hadi mstari wa 42. Neno lasema hivi: mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, ameni nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Wiki iliyopita nilizungumza kuhusu kubadilisha mambo yasiyowezekana na kuyafanya yanayowezekana. Na tukaona hilo lawezekana kutendeka kwa uwezo wa Mungu peke yake aliyemuumba. Na vinawezekana kupitia watu wake wa agano ambao wanaomba maombi ya agano. Alivyoomba Elijah maombi ya agano, na Mungu akatenda muujiza, hata kutenda mambo ambayo yalionekana hayawezekani na kuyafanya yawezekane. Ni wakati ule nilizungumza ya kwamba Mungu kupitia Kristo Yesu ana makusudi ya kurejesha mimi ambaye Mungu mwenyewe aliumba, na yale ambayo Mungu mwenyewe amenipatia, na anipeleka katika eneo ambao Mungu mwenyewe anakusudia nikapata kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka nizungumze kuhusu maisha yanayompatia Mungu utukufu na sifa zote. Ni maisha gani haya? Ni maisha ambayo yanazingatia mission ambayo Mungu amempatia kila mmoja. Kila mmoja amepewa mission ambayo inatofautiana kwa mtu mmoja na mtu mwingine, lakini zote na mission zote ambayo Mungu ametupatia, anayo makusudi ya kwamba tukaishi maisha ya kumpatia utukufu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke ya kwamba kila mtoto wa Mungu anahitaji azingatie mission hiyo. Aitambue hiyo mission ambayo amepewa tayari, na aombe nayo na aitekeleze anga kwa sehemu, na aishi maisha kumpatia Mungu utukufu siku zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Katika zama mbalimbali ambao kulitokea mikasa katika dunia, Mungu alikuza watu wake wa agano na akawatumia kuweza kukinga mikasa hii isiendelee kuangamiza watu wake Mungu. Wakati kulitokea janga la njaa dunia nzima, Mungu alimkuza Yusufu, na Yusufu akaweza kutumika hata kuhifadhi nafaka, na wakati alikuwa anauza nafaka hizi kueneza neno la uzima la kuokoa maisha ya watu, na akampatia Mungu utukufu wote hata kupitia huduma hiyo.
Wakati kulikuwa na mikasa ya ukame zama za Elijah, kwa sababu watu walikuwa wameangukia katika ibada za sanamu, Mungu alimkuza nabii Elijah, na nabii Elijah akaweza kutumiwa na Mungu kutenda mambo ambayo yalionekana kwa macho ya wanadamu hayawezekani, na kwa jinsi hiyo akaweza kukinga mikasa ambayo ilikuwa imekuja katika nchi kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu iliyokuja wakati watu waliingia katika ibada za sanamu. Na hata zama hizi Mungu ameniita mimi, amekuita wewe kama remnant ambao atawatumia kuweza kukinga mikasa yote, hata hii iliyoikabili dunia kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi tuanze vipi katika maisha yetu? Tuanze na ukiri wa imani ya kwamba Kristo alimaliza yote. Kumbuka Yohana 19:30 akasema imekwisha. Mikasa yote imekwisha kwa uwezo wake Kristo, si kwa njia nyingine yoyote ile. Na kumbuka ya kwamba mikasa kwa nini inaijia dunia? Ni kwa sababu ya tatizo la kimsingi la mwanadamu, tatizo ambalo liliingia katika dunia Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Tatizo la mwanadamu kuwa ametenganishwa na Mungu, ni mwenye dhambi na yuko katika utawala wa Shetani. Mwanadamu huyo hana budi la kuishi maisha ya ubinafsi, tamaa za mali za dunia hii na ufanisi usio mheshimu Mungu. Ni katika mazingira kama haya ambao mikasa haina budi kuingia dunia, na ili kuikinga Mungu anatumia watu wake wa agano. Wakati mtu anamwamini Yesu Kristo na kumpokea ndani ya moyo wake, kitambulisho chake kinabadilika kutoka maonevu ya ibilisi na anafanyika mtoto wa Mungu, anakuwa mtu wa agano. Na wewe uliyemwamini Yesu Kristo, nataka nikukumbushe ya kwamba wewe ni mtu wa agano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ukiwa mtu wa agano, fikiria agano ya kwamba ndani ya Injili yote yamekwisha. Ndani ya Injili yote yamekwisha. Na uishi ukijua ya kwamba chanzo cha matatizo yote ni kazi ya giza ambao ni kazi ya Shetani, na suluhisho ni Injili ambao ni nuru ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Nuru ya wokovu. Na ukijua mambo haya, hautajigamba kwamba mimi naweza, bali ya kujigamba kwamba naweza. Kwa sababu ukisema naweza kufanya hila, hiyo itakuwa ni majivuno. Na ukisema kwamba siwezi, hii itakuwa ni kutuamini. Sema ya kwamba Mungu anatenda kazi yake ya agano kupitia watu wake wa agano kama vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Vyombo vyake viteule. Na hivyo ukiwa na ukiri huu wa imani ya kwamba Mungu anaenda kutumia wewe uliye remnant, wewe uliye mtu wa agano, kutekeleza kazi ya agano, ukiri wako utafanana na kama ule Paulo alivyokiri katika Wafilipi mlango wa 4 na mstari wa 13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ni Kristo atutiaye nguvu, anayefanya kazi ndani yetu. Mikasa taweza kuizuilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akanena akimtumia Yusufu, na Yusufu akakiri mbele ya mfalme, akamwambia hivi, Mungu mwenyewe atampatia mfalme jibu ambalo anahitaji, jibu ambalo anatamani. Mungu ndiye atampatia, maana yake atampatumia Yusufu tu kama chombo, na Yusufu akaishi maisha ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si ya kujitukuza, ya kumtukuza Mungu peke yake. Tumesoma Mathayo 10 na mstari wa 40. Nisome tena uone maisha ya kumpatia Mungu utukufu. Inasema hivi, awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Awapokeaye ninyi anipokea nini? Anipokea mimi. Kwa hivyo sisi tuishi maisha ya kumuinua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kumpatia utukufu yeye na yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kiini cha neno la Mungu lote ni Injili iokoayo, Injili ya wokovu. Mungu anaruhusu ya kwamba wewe na mimi tukaweza kufanikiwa katika yote tufanyayo
kwa ajili ya uinjilisti na umisheni. Na hivyo ukijua hilo, na hata ufanikiwe, hautaingia katika majivuno, kujigamba. Utajua ni kwa kusudi la kumpatia Mungu utukufu, hata kupitia kuokoa maisha ya watu. Mwanzo mlango wa 45 na mstari wa 5, ndivyo Yusufu alipokiri ya kwamba msione vibaya kwamba mliniuza huko Misri. Si ninyi mliyenituma hapa, bali ni Mungu amenituma mbele yenu ili kuokoa maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikwambie hivi, kama maisha yako yanaweza kutumika kwa uinjilisti na umisheni, maisha yako yenyewe yatakuwa ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka vile Mungu alimwambia Ibrahimu alipombariki katika Mwanzo 12, nitakubariki, nitalikuza jina lako, nawe uwe baraka. Ombi langu ya kwamba hata wewe ukawe baraka mahali popote pale unapoenda, na kwa watu wote utakao tangamana nao wiki hii na siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyejua injili, asiyejua thamani ya injili, anaweza kuongea kuhusu vitu vingine tu. Hata makanisani, mchungaji asiyejua thamani ya injili anaweza kuzungumza tu vitu vingine vya kufurahisha, vitu vingine vya kuchekesha. Lakini nakwambia madhara yake ni nini? Mikasa haitaweza kuzuiliwa kati ya watu, na itakuwa ni uharibifu kwa watu hao ambao hawasikii injili ambalo ni neno la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mikasa itazuiliwa kwa kitu gani? Mikasa katika dunia hii haitazuiliwa na sayansi, haitazuiliwa na madawa, haitazuiliwa na elimu ya kidunia, inazuiliwa na uweza wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu Warumi mlango wa 1 mstari wa 16, Paulo akasema, sione haya injili, kwa maana injili ni uwezo wake Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiaye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Napohitimisha ujumbe huu nasema hivi, na tuingie kwa maombi ya kina ya agano. Katika maombi ya kina, maombi ya agano, tutaona uwezo wake Mungu ukidhihirika katika maisha yetu, hata kuweza kuzuilia mikasa ya kila aina. Yusufu aliingia katika maombi ya kina kiasi ya kwamba agano ambalo alikuwa amezingatia ndani ya moyo wake lilidhihirika katika ndoto zake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafadhaikia jambo fulani sana, inaweza tokea katika ndoto zako. Lakini kwambie, muhimu zaidi kuliko yaliyomo katika hiyo ndoto ni hali yako ya kiroho. Na hivyo huwe na mazoea kuingia katika haya maombi ya kina ya agano, ili kuweza kuisha hali yako ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maombi yako ya kina, furahia Mungu kuwa pamoja na wewe. Furahia baraka za Immanueli hata katika ibada kama hii. Sote tulio mahali hapa, Mungu yu pamoja nasi. Hiyo ni baraka ya Immanueli. Yote yanayotukia katika dunia, tufurahie umoja ya kwamba Mungu anaunganisha kila kitu kwa wema, na anatenda kwa wema wanaompenda, walioitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ule tu utapokea majibu, na sote tutapokea majibu ambao wengine hawapokei. Kwa sababu Mungu atafungua macho yetu na tuweza kuona yale ambao wengine hawaoni. Mungu atatumia kutenda mambo ambao wengine hawawezi kutenda. Atupeleka maeneo ambao wengine hawawezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na yote itakuwa ni kwa utukufu kwa jina lake Bwana. Si kujitukuza sisi wenyewe, bali kwa utukufu wake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu ya kuishi kwetu. Ndio sababu unapoishi kwa kusudi hili, hata ikionekana kama unapoteza maisha yako, ndio utakuwa unayapata maisha yako. Neno tumesoma hivi katika Mathayo 10 mstari wa 39. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, na mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Wapo watu ambao wanataka kuhifadhi nafsi zao, waishi kwa faida zao, kwa anasa zao wenyewe.
na matokeo yake hali yao ya kiroho inazorota. Na kuna mtu ambaye anawekeza katika masuala ya kiroho, yale ya kumpatia Mungu utukufu, huyo anayepoteza nafsi yake kwa jinsi hiyo ataipata. Bwana Yesu asifiwe. Neno laendelea kusema hivi, mstari wa 40, awapokee ninyi anipokea mimi, naye ampokee nabii kwa kuwa ni nabii atapokea thawabu ya nabii. Bwana Yesu asifiwe. Awapokee ninyi. Ninyi kina nani? Ninyi mlio watu wa agano, ninyi ambao mnaishi kwa ajili ya kumpatia Mungu utukufu na utukufu na yeye peke yake. Apokeaye mtu kama huyo ampokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 41 anasema ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 42, na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini na waambia, haitampotea kama thawabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu huyu anaishi maisha ya kumpatia Mungu utukufu. Na hata wewe ukimpokea mtu kama huyo, unatenda kitendo cha kumpatia Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu ni mwaminifu, hata kulitimiza neno lake katika maisha yako. Ni ombi langu ya kwamba isikupotee thawabu yake Bwana katika maisha yako milele. Ni kwa sababu gani? Azimio ya moyo wako, azimio ya maisha yangu iwe ni kumpatia Mungu utukufu na yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yampatiayo Mungu utukufu ni maisha ya kueneza neno la uzima, ni maisha ya kuwakuza mataifa kuwa wanafunzi, ni maisha ya kueneza injili ambao ni uweza wa Mungu. Uweza wa Mungu unazuilia mikasa na mikosi yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki na alitimize neno lake katika maisha yako. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, naomba neno hili ambao nimelinena likatimie katika ibada hii ya leo, na kwa maisha ya wote watakaosikia neno hili. Baba wetu wa mbinguni, mikasa yote ikavunjike na ikashindwe katika maisha ya kila mmoja atakayesikia neno hili, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.